Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Bado tuna mashaka na hilo, nitakwambia. Tumeulizwa na pia tumelieleza mbele ya ujumbe huu wa Jumuiya ya Madola unaoongozwa na Rais Lazarus Chakwera kwamba chama chetu kilikataa tume Jaji Chande na kikakataa hata kushiriki kama chama kwenda kutoa labda ushuhuda au kutoa mapendekezo au maoni yake mbele ya tume. Sababu zetu zilikuwa ni mbili kubwa ambazo tunaziona bado ni halali hadi hivi leo, jambo ambalo linatupa msingi na uhalali wa kusema bado hatuna sababu ya kuiamini tume ya Jaji Chande. La kwanza ni kwamba hawa ambao wanaunda tume hii, pengine binafsi mimi naweza kusema sina mashaka na Jaji Chande, lakini baadhi ya wajumbe wake, kwa mfano mlendani ni mtu kama Dr. Tax ambaye alikuwa ni waziri wa ulinzi wakati haya matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 yanatokea, mauaji makubwa kabisa, vyombo vya ulinzi na usalama vinahusishwa. Yeye alikuwa ni waziri wa ulinzi. Sasa yeye tungesema alipaswa kuwa ni subject of investigation. Yeye mwenyewe alipaswa kuwa ni sehemu ya uchunguzi, achunguzwe. Lakini yeye leo anakaa katika chombo kinachochunguza. Chombo hiki kitakuwa huru kwa msingi. Lakini vile vile katika wajumbe wengi walikuwa katika chombo kile ni watu ambao wamestaafu, lakini walikuwa katika utumishi. Kwa mfano mkuu wa zamani wa jeshi la polisi IGP Said Mwema, jeshi la polisi linatuhumiwa. Unawezaje kumtenganisha IGP mstaafu na jeshi la polisi ambayo mwenyewe linapaswa kuchunguza? Una watu kwa mfano Balozi Ombeni Sefue ambaye alikuwa katibu mkuu kiongozi. Wote hao walikuwa ni watumishi wa ngazi ya juu katika vyombo vya ulinzi na usalama au katika serikali ambao yenyewe ndio inayotuhumiwa. Kwa hivyo wajiuliza kwamba chombo chenye watu kama hawa unawezaje kukisema kwamba kinaweza kufanya uchunguzi huru na unaoaminika? Hilo moja. Lakini la pili, na nashukuru uponyo umelisema mwenyewe, pengine kwa kujua au kutokujua, lakini hiyo tume yenyewe imeitwa tume ya kwenda kuchunguza vurugu. Kwa Kiingereza wangesema riots. Sasa najiuliza, hii tayari kwa jina lake tu imeshapewa hitimisho kwamba kilichotokezea ni vurugu, wakati wao wangepaswa lugha, vitu vyombo kama hivi unapaswa vitafutie jina lililokuwa neutral ili vikazama. Pengine ungesema la kuangalia matukio ya Oktoba 29, 2025, au kama unatambua kama umetokea mauaji. Lakini ukishasema vurugu ni kwamba tayari umeshawahukumu hawa ambao wanatajwa kwamba walitenda vurugu, na kwa hivyo ushahalalisha. Sababu ukishasema ni vurugu utahalalisha pia hatua ambazo zimechukuliwa dhidi yao. Watu kusema kwa nature jina la hiyo tume yenyewe na waliokuwemo tayari ni kama vile serikali imesha jump kwenye conclusion, imeshakuja na hitimisho lake, na wala watu wake hawawezi kwenda vingine vile na kinyume ambavyo serikali inataka. Na ndio maana baadhi yetu hata hili ulilitaja la kuongezewa muda kila baada ya kipindi tupo wasiwasi, sababu watu ambao walijitambua shughuli ambayo ilikuwa imetajwa kwamba ingechukua siku 90, unajiuliza kwa nini kila siku inasogezwa mbele? Kuna kitu gani huko ndani ambacho wananchi hawaelezi? Kwa hivyo sababu zile zilizofanya tulikataa, tumezikataa na tunaendelea kuikataa mpaka leo. Na kama nilivyosema, hata mbele ya ujumbe huu wa Jumuiya ya Madola chini ya rais wa zamani, rais mstaafu wa Malawi, Rais Lazarus Chakwera, tumeeleza. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.